ndugu viongozi wa PST pamoja na vijana wetu, napenda kutumia nafasi hii kuwahimiza vijana kujitambua na kuthamini uwezo mlionao, elimu mlizonazo. Msichague kazi za kufanya ambapo mna kazi za staha kwenu. Wakati umefika wa kuhakikisha kila kijana mzawa wa Zanzibar anapambana katika fursa ya soko la ajira na kuepuka vitendo vinavyoweza kudhalilisha au kuwadhalilisha utu wenu na wengineo. Kuchangamkia fursa za mafunzo, ajira na ujasiriamali zitakazowezesha na kuiwezesha serikali na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Ndugu viongozi na ndugu vijana, na hapa leo nimefarajika sana kuona jeshi la polisi limekuja mbele yetu. Ndugu zangu, udhalilishaji kwa Zanzibar ni mkubwa, na udhalilishaji huu ndugu zangu hautoki. Watu wanaofanya hivyo hawatoki Songwe wala Nachingwea. Wanaodhalilisha wako hapa hapa Zanzibar, wamo ndani ya jamii zetu, wamo ndani ya familia zetu. Hatuna budi kwa sasa kubadilika. Nitoe wito wazee na walezi wa vijana wetu, tusimame na watoto wetu. Kuna utelekezaji mkubwa ambao unafanyika kwa akina baba kuwatupa akina mama pamoja na watoto, jambo ambalo linaleta madhara makubwa na kuwakosesha fursa watoto wa kike na watoto wa kiume. Haya lazima tukae kwa pamoja, tutafakari, na kama jumuiya hii tujue kwamba udhalilishaji ni chanzo cha uvurugifu wa amani. Ndugu viongozi na ndugu vijana wetu, kwa sasa vijana wa Zanzibar walio na umri wa miaka 15 hadi 32 wanatakiwa kuchukua fomu kwa ajili ya kuwa wanachama wa mabaraza ya vijana katika shehia zao kwa lengo la kushiriki uchaguzi wa baraza la vijana katika shehia mbalimbali zilizopo katika mikoa yetu mitatu ya Zanzibar. Hii inatokana na sheria namba 16 ya mwaka 2013 ya baraza la vijana Zanzibar, ambapo vijana wataweza kushiriki kuishauri serikali yao, lakini kueleza changamoto walizonazo na kupata fursa katika shehia zao kwa yale ambayo yanajiri, ikiwemo fursa za ajira. Ajira hizi tunasema kwamba zinatokana na sekta binafsi, lakini na zile ajira za kudumu. Kama tunavyoelewa kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kipindi cha kampeni zake mwaka 20 hadi 2025 aliahidi ajira 300,000. Hizi zimefanyiwa kazi na zinaendelea kukamilika, ambapo kwa kipindi cha Julai 2025 ambapo Julai 2030 sisi tunatakiwa kuwa na ajira 350,000. Haya yote ndugu zangu tunayoyaeleza yapo ndani ya mpango kazi, na tutahakikisha kwamba tunaendeleza ziara hizi ili kuwanasua vijana kuondokana na matatizo na changamoto mbalimbali. Ndugu viongozi na ndugu vijana wetu, naomba tuelewe kwamba fursa hizi ambazo zinatangazwa, sisi tupo Zanzibar, lakini wako mataifa mengine wanakuja kuomba maombi hayo na wao hapa hapa Zanzibar. Tujipange vijana, fursa ni za kwenu. Tusiwe sisi ni watumwa wa kuwatizama wengine ambao wanatoka mataifa mengine kuja kuchukua ajira ndani ya Zanzibar, wakati vijana wa Zanzibar wapo katika taifa lao. Hili tutasimama nani, tutashirikiana nani ili kuhakikisha kwamba tunafanya ukombozi wa vijana wa Zanzibar katika kupambana na soko la ajira katika mitandao, lakini pia katika maeneo yote. Mnayo fursa ndani ya nchi lakini na nje ya nchi. Zote hizo ni fursa, tuzipambanie ili kuona na sisi tunapata maslahi mapana ndani ya taifa letu.
Vijana oye! Tutapinga udhalilishaji wa kijinsia. Tutapambana na madhara ya madawa ya kulevya. Tutapambana na adui ujinga. Maana nimeambiwa kwamba wewe ni katibu mkuu wa Wizara ya Vijana, basi wewe subiri uanze kupambana na vijana. Mimi nataka niwaambie hapa kwamba mimi ni mama yenu, ni mlezi wenu, na mimi nitasimama na wenzangu na hakikisha sitoangusha. Hatutoangusha vijana, na tumejipanga kuona kwamba kijana wa Zanzibar popote alipo ana shughuli ya kufanya. Ndugu viongozi na ndugu vijana wetu, naomba nitoe wito kwa wazazi, walezi na wasimamizi na viongozi wa jamii kuendelea kuwalea vijana wetu katika misingi ya maadili mema, ya heshima na uwajibikaji, ili kujenga kizazi chenye maono na mchango mkubwa ambao utakuwa ni mchango chanya kwa taifa letu. Kwa mara nyingine tena niseme kwamba niwashukuru, mmetoa taarifa yenu kwenye risala nimesikia. Nimemwambia mwenzangu kwamba tutamtarajia kwenye ofisi yetu wenzetu ambao wako katika mashirika waendelee kuandika, tupeleke maandiko. UNDP wanafadhili mambo kama haya, UNICEF wanafadhili mambo kama haya, na ILO ukiwa wewe unashughulikia masuala ya ajira wanashughulika masuala haya. Tuendelee kuwapeleka wenzetu uwezeshaji ili vijana na wao wende wakapate fursa zilizopo. Mara hii tumewekewa bilioni 100 kwa ajili ya kuwaendeleza kuweza na wao kuwa wajasiriamali, lakini na kufanya shughuli mbalimbali ambazo zitaweza kuwapatia kipato, lakini pia fedha hizi wanatakiwa kuzitumia na kuzirejesha ili na wengine nao wafaidike. Kwa hiyo tutoe wito kwa vijana, njooni ili tushirikiane nani, na wale ambao wana dhamira mbaya kwamba wakope halafu wengine wasifaidike, tumejipanga na hatua tutachukua. Mbona hapa hampigi makofi? Lakini pia niseme kwamba tumetakiwa na Jeshi la Polisi kushirikiana nanyi. Sisi kwenye masuala hayo tuko pamoja, na tutaleta barua yetu karibuni ili kuona kwamba vijana wetu wanakuwa vijana wa ukombozi, vijana wazalendo, vijana wenye maadili, vijana ambao wakiendesha bodaboda basi wana leseni, wana road license, wana kila kitu, ili wasiwe wale maharamia. Na sisi tunasema kwamba vijana hawa baada ya miezi 6 Zanzibar itabadilika kuonekana kwamba ni vijana wenye thamani kwa kila pahali walipo. Ndugu viongozi na ndugu vijana wetu, kwa mara nyingine tena nipende kuipongeza Jumuiya ya Peace Solution Tanzania kwa kutoka Jamhuri ya Muungano, lakini na wale wa Zanzibar kwa maandalizi mazuri ambayo mmeyafanya. Tunasema kwamba leo tutajipanga zaidi kwa sababu tumeona tathmini yetu, lakini nataka niwahakikishie nitawaunga mkono kwa mikutano mingine. Tukio hili naahidi kuwa wizara itaendelea kushirikiana nanyi katika jitihada za kuwawezesha vijana na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii falsafa imeanzia muda mrefu sana, imeanzia mbali, na hii falsafa imekuja kwa sababu ya umuhimu wa ushirikiano katika kutatua na kubaini changamoto mbalimbali zinazotokezea katika jamii. Kwa hiyo, kwa sababu ya Jeshi la Polisi kuonekana litafanya kazi lakini kwa mapungufu, ikaona ni muhimu sana kushirikiana na wanajamii ili zile changamoto zinazotokezea katika jamii ziweze kutatuliwa kwa ushirikiano. Na ndio maana hii falsafa ya polisi jamii ikaibuliwa kwa namna hiyo. Mimi labda nielezee kipengele kimoja katika falsafa ya polisi jamii ambacho hichi kinahusu au kinasema familia yetu haina mhalifu.
Kwa muktadha wa tukio hili letu la leo, tunaposema familia yetu haina mhalifu, maana yake kwamba kila kinachozaliwa ndani ya jamii kinaanzia katika familia. Sasa tukitarajia kupata wanasiasa wazuri, madaktari wazuri, walimu wazuri, mainjinia wazuri, manake vile vile katika jamii hiyo hiyo tusipowajibika pia tutarajie kupata wahalifu ndani yake. Kwa hiyo ile dhamira ya jamii kwamba tunasema tutapata kizazi kizuri cha wanasiasa, tutapata kizazi kizuri cha madaktari, vile vile manake tusipowajibika tutegemee kupata kizazi kizuri cha wahalifu. Sasa hii familia yetu, hii falsafa ya familia yetu haina uhalifu, manake ni kuingiza uwajibikaji wa familia kuanzia baba, walezi, wazazi, ili kile kizazi kinachotoka ndani ya familia basi kiwe na matarajio yale tuliyokusudia. Manake vinginevyo kama familia ndio hiyo jamii haitawajibika, basi tusitegemee yale mazuri ambayo katika jamii tungetegemea yadumishe amani ama yawe na matarajio makubwa kwa ajili ya kujenga taifa lijalo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna kumbukumbu nyingi sisi watendaji wa Jeshi la Polisi kwamba yale mazingira ambayo familia zinashindwa kuwajibika ndiyo mazingira au maeneo ambayo uhalifu unashamiri. Hilo sio jambo la kutumia tafiti, ni jambo liko wazi kabisa. Tunapambana kwenye mazingira au kwenye maeneo ambayo familia haziwajibiki, lakini kinachotokea kwa sababu ya kutowajibika kwa familia hizo, zile jamii huwa zinazalisha wahalifu ndani yake ambao baadaye huwa wanakuwa ni changamoto katika kudumisha amani na usalama wa nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hilo nimalizie kwa kipengele kimoja ambacho ni muhimu nacho. Hichi kipengele ni cha ulinzi shirikishi. Kwa sababu tunaposema jamii na polisi, tunapoamua kushirikiana, manake lazima jamii iwe na dhati ya kujitoa kwa ajili ya kutengeneza familia na jamii yenye utulivu na amani. Sisi polisi kwa umoja wetu, na kwa sababu Jeshi la Polisi kupitia falsafa ya polisi jamii limeamua kueneza nguvu kazi hata katika ngazi ya shehia. Kwa hiyo wananchi wajibu wao ni nini katika hilo? Wananchi katika hilo wajibu wao ni kutoa rasilimali, iwe nguvu au baadhi ya wakati kutoa rasilimali fedha kwa ajili ya kusapoti wale vijana ambao wanajitolea kuungana na Jeshi la Polisi katika kutokomeza uhalifu, vile vile na kudumisha amani katika nchi. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii, kwa kumalizia, wito wangu kwa jamii, Jeshi la Polisi kwa upande wake limeshatekeleza jukumu lake la kueneza wakaguzi katika kata zote, katika shehia zote. Kwa hiyo sasa ni jukumu la jamii nalo kujitoa kuhakikisha linawapa support, linawaunga mkono katika kushirikiana kutokomeza uhalifu, katika kushirikiana kutanzua uhalifu, katika kushirikiana kubaini uhalifu. Mimi nilosimama hapa ni mtendaji wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Mjini, lakini pia namwakilisha afande wangu CP, afande wangu IGP. Nimesimama hapa, lengo na madhumuni ni kutoa elimu ya udhalilishaji. Siku ya leo nitatoa elimu ya udhalilishaji kuhusiana na mimba za utotoni. Kama mnavyoelewa, mimba za utotoni ni ile kupata ujauzito ukiwa chini ya umri wa miaka 18. Sawa vijana? Utapopata mimba ukiwa na umri huo, utambue kwamba kuna mambo mengi ambayo yatakupata. Lakini kabla hujapata, naomba utambue kwamba kuna viashiria gani ambavyo unaweza kupata ujauzito. Kama mnavyojua kuna viashiria vingi,
Viashiria vingi vilikiwemo mtoto utapomwanza tayari anajitenga. Ukimuona tayari anajitenga, huyo tayari unatakiwa umfuate, kapatwa na nini. Lakini pia kuchelewa kwenda shule au kuwahi kwenda shule, kuwahi kwenda madrasa au kuwahi kwenda kanisani, sawa. Lakini pia kuna viashiria kushuka kwa ufahamu. Hicho ni kiashiria pia tufahamu, vijana pamoja na wazazi tufahamu viashiria hivyo. Lakini pia utaona mtoto atakuwa ana hofu ya kupitiliza. Utapomgundua mtoto akiwa na hofu ya kupitiliza, unatakiwa umhoji kwa makini, amefikwa na nini. Tunashindwa kufuatilia watoto wetu, hilo la kwanza. Sasa hivi kila mtu yuko bize na mitandao, yuko bize na shughuli zake, yuko bize na mambo yake, hana muda kumshughulikia mtoto. Uongo kweli? Hatuna muda kuwashughulikia watoto wetu. Hiyo ni sababu ya mwanzo. Tunatakiwa tuwashughulikie watoto wetu pale ambapo wanapokwenda madrasa, wanapoenda tuition, wanapoenda skuli, lazima tuwafuatilie. Kufuatilia kwako, madhali ana transport, anachukuliwa, anarejeshwa. Mimi kama ni mwanadawati, mle napokea kosa za kuchukuliwa na kurejeshwa. Usimwaminishe konda wala dereva. Sijui mnanielewa? Lakini pia kuna sababu nyingine ambayo kuporomoka kwa maadili. Kuporomoka kwa maadili, mheshimiwa, kwa sasa hapo ulipo sasa hivi umefika, kuna wengine nimewaona hawakusimama. Sisi tumesimama, lakini kuna watoto pale hawakusimama. Haki ya Mungu na kusaluti, hawakusimama. Huo ndio uporomokaji wa nini? Wa maadili. Heshima siku hizi nili hamna kabisa. Uporokaji wa maadili hatuna. Watoto hapa sisi tumesimama tu wazima, wengine hawakusimama. Kwa hiyo kuporomoka kwa maadili, hicho ni sababu ya kufuata nini? Ujauzito mapema. Lakini pia kuna kushirikishwa kwa watoto katika mambo ya kununua vijora. Zamani mimi kama mimi, shughuli hata iwepo ndani, mimi sikatui kijora, sikatui kitambaa, na shughuli inakuwa na watu wanakaa kwenye ndoa miaka yote. Lakini sasa mtoto sasa hivi anashirikishwa kwenye kijora, harusi inaolewa leo, mwezi ujao mtu keshaachwa. Uongo kweli? Kwa hiyo watoto, wito wangu mimi hapa kama jeshi la polisi, mimi hapa kama ni mwana mtandao wa polisi, mimi hapa kama ni mwana dawati, nasimama nasema kwamba watoto wasishirikishwe kwenye mambo yasiowahusu. Hayo mambo yana wakati wake. Sisi tulisoma mpaka tukafikia haya, hayakuja. Nilisimamiwa ndio maana nikapata haya. Kwa maana hiyo, wasiposimamiwa hawatofikia malengo yao. Wito wangu kama mwana dawati, watoto sitaki washirikishwe kwenye mambo yasiowahusu.